Ni kusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kunisikiliza na kunifuatilia. Mungu ni mwema na ni mwenye baraka. Leo tuna topic inasema unapoota kwenye ulimwengu wa roho unaona ndoto ya upanga, ina maana gani kiroho na kibiblia? Kabla ya kufafanua, nataka kwanza tusome hili neno. Waefeso 6 mstari wa 17, maandiko yanasema, tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Kwa hiyo upanga wa roho, ukiona kwenye ulimwengu wa roho una upanga, ina maana ni neno la Mungu. Sasa kuna neno la Mungu linatakiwa kufanya jambo. Sasa tutaangalia na nitakufafanulia namna tofauti tofauti. Uliona una upanga unafanya nini? Uliona upanga uko kwa aina gani? Unapewa na nani? Au ni nani aliyekuwa nao kati yako au adui, na vitu kama hivyo. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12, maandiko yameweka wazi. Yanasema hivi kwamba maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kweli, tena lachoma hata kuzigawanyisha nafsi na roho na viungo na mafuta yalimomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Lakini pia tuangalie kwenye kitabu hiki cha Ufunuo, utazidi kupata maana ya upanga. Ukisoma Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 9 kwenda mpaka wa 20, sasa nitakutafutia mstari ambao una upanga. Ukisoma hapa kwenye kuanzia mstari wa 14, maandiko yanasema, kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kama kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Alafu ukiangalia hapa mstari wa 16 Ufunuo 1, anasema, naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Huyo nani? Ni Bwana Yesu Kristo. Na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Na upanga mkali ukitoka kwenye kinywa chake. Ukiona upanga kwenye ulimwengu wa roho, ni mamlaka. Ni mamlaka ya kimungu, lakini pia ni neno la Mungu. Naye nao ni upanga ambalo ni neno la Mungu. Kwa upanga ni neno la Mungu. Unapoona kwenye ulimwengu wa roho umeshika upanga, ina maana Mungu anataka ushike sana neno la Mungu. Utafute sana neno la Mungu. Utumie sana neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndo mamlaka ya rohoni. Ukisoma Mathayo 4:4, maandiko yanasema, mtu hatoishi kwa mkate tu bali kwa kila neno, na shetani ni simba angurumaye anayetafuta watu awameze. Kwa tunapoona kwenye ulimwengu wa roho tuna upanga, ina maana tuna neno, na lile neno linakata, linabomoa, linaharibu, linaangamiza ufalme wa shetani. Sasa ukiona kwenye ulimwengu wa roho na upanga unawashambulia maadui, ina maana Mungu anakuambia ukitumia neno la Mungu na ukizidi kusimama kwenye neno la Mungu, utawashambulia maadui na utawaangamiza. Kwa hiyo upanga ni neno la Mungu, alafu maombi yanakusaidia kutumia ule upanga kwenda kushambulia maadui. Sasa ndio maana kwenye maisha yako unatakiwa ujitahidi uwe umesoma neno sana, au unasoma neno sana alafu unaomba. Unaposoma neno sana, Mungu anakupa upanga kwenye ulimwengu wa roho. Sasa ule upanga, ili uende kufanya kazi na kuwashambulia maadui, ni lazima pia uombe, ufunge na kukesha. Sasa upanga, angalia, umenyanganywa. Ukiona umenyanganywa, ina maana umepoteza mamlaka ya kimungu, umepoteza neno la Mungu. Wenda kuna unabii wa neno ulikuwa umekuja kwenye maisha yako, sasa umeupoteza. Kumbuka maandiko anasema, ukisoma Yeremia 12:1-12, anasema Mungu analiangalia neno lake ili alitimize. Neno la Mungu ni upanga. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 20, maandiko anasema Mungu hulituma neno lake likawaponya wote. Kwa upanga ule, kumbuka kwa nini upanga unakata kuwili. Ina maana upanga wa Yesu Kristo, au kinywa cha Yesu Kristo, au neno la Yesu Kristo linaweza kuhukumu. Linaweza kuhukumu adui au mabaya, lakini pia linaweza kurehemu. Ndio maana unakata kuwili, yani kushoto na kulia.
Ina maana linaweza kurehemu upande wa kulia, lakini linaweza kuhukumu upande wa kushoto. Ina maana kuhukumu mabaya au kurehemu wenye haki au kusamehe dhambi. Kwa hiyo unapoona kwenye ulimwengu wa roho unaibiwa upanga, unaibiwa mamlaka, unapoteza neno, unapoteza nguvu, unapoteza mamlaka, upanga wa Mungu, upanga, mamlaka, neno la Mungu, unapoteza nafasi ya kimungu kwenye maisha yako, unapoteza yale mamlaka na neno la Mungu uliloachiliwa la kuweza kukusaidia ili ushinde adui. Lakini pia ukiona unawashambulia maadui, unawakatakata, ina maana unayo mamlaka katika Kristo. Maana Kristo ni neno, lakini Mungu ni neno. Ukisoma Yohana 1:1 anakuambia hapo mwanzo lilikuwepo neno, naye neno alikuwa ni Mungu, naye neno alitoka kwa Mungu. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Na ndani ya hilo neno au ndani ya huo upanga ndimo kuna uzima, na ule uzima ni nuru ya watu. Kwa hiyo neno la Mungu ni upanga. Neno la Mungu linaweza kuwa nyundo. Neno la Mungu linaweza kuwa kisu. Neno la Mungu linaweza kuwa fimbo. Neno la Mungu. Kwa hiyo kwa namna yoyote kwenye ulimwengu wa roho, ona una kitu gani au kifaa gani. Kwa vifaa vingi kuna vinavyowakilisha neno la Yesu Kristo, mamlaka ya Yesu Kristo uliyoachiliwa kwenye maisha yako. Na wapenda, God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.